الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na ahkamul janaiz, na tuko katika mlango wa ghaslul mayit, habari ya kukosha maiti, na bila shaka leo tunaingia katika kurasa wa 51. Nadhani tunaondokea katika nambari 30 au sipo hapo tufika, waliman tawalla ghaslihi ajrun adhim. Au kabla ya hapo ndipo tufika, naondokea leo hapo. Thani ashara. Haya, 49. Thani ashara. Sawa. Thani ashara, jambo la 12. ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا, na yanavushwa vile vile katika yale yaliyokuja katika nambari 9. Wanavushwa ya kwamba inawezekana kufanywa na mwanamme ikiwa kafa mwanamke, na inawezekana kukosha mwanamke kama kafa mwanamme. Azzaujani, hawa ni watu wawili waliofunga ndoa, mmoja wapo akitangulia, basi mwenzake anaweza kumkosha, kwa sababu katika sehemu ya 9 ilitajwa ya kwamba mwanamke akoshwe na mwanamke na mwanamme akoshwe na mwanamme. Lakini wayustathna aidan, na yanavushwa vile vile ma warada fi tasi'an, mimma warada fi tasi'an, katika yale yaliyokuja katika nambari 9 wanavushwa kwamba hawamo kwenye katazo lile. Azzaujani, wawili, mke na mume. فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر, kwani inajuzu kwa kila mmoja miongoni mwa hao kumshughulikia mwenzake kumkosha. فإنه يجوز لكل منهما, kwani hakika inafaa kwa kila mmoja miongoni mwa wawili, mke na mume, an yatawalla ghasli al-akhar, kushughulikia jambo la kumkosha mwenzake. Idh, kwani la dalilu yamna'u minhu, hakuna dalili inayozuilia jambo hilo. Wal aslu aljawaz, na asili yake ni kwamba inajuzu. Wala siyama, na hasa hasa wa huwa muayyidun au huwa muayyadun, jambo hilo latiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Wala siyama, na hasa haswa jambo la mwanamke
kukoshwa na mumewe na mwanamme kukoshwa na mkewe, muayyadun, jambo hili linatiliwa nguvu bihadithaini, kwa hadithi mbili zifuatazo. Ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, law kuntu istaqbaltu min amri mastadabbartu, laiti ya kwamba lingelilielekea jambo langu lililokuwa mkilipanga kwenye akili yangu wakati wanazozana wanaulizana watu juu ya kwamba nguo za mtume waziondoshe au wasiziondoshe, ingelikuwa ndo waziondoshe, basi ma ghasala an-nabiyu, wasingemkosha mtume wa Mungu, ghaira nisaihi, isipokuwa wakeze tu. Qala al-Bayhaqi, chini kati ya maneno nambari 1 akasema Bayhaqi ya kwamba fatalahaftu ala dhalika wala yatalahaf illa ala ma yajuzu. Kwa hivyo bibi Aisha aliposema ya kwamba law kuntu istakbaltu min amri mastadabbartu, yani fatalahafat ala dhalika, aliliazimia jambo hilo bibi Aisha kwamba amkoshe mumewe, wala yutalahafu illa ala ma yajuzu, na haliwezi kupangwa jambo na mkewe mtume isipokuwa inaonesha kama inafaa kufanya hivyo. Hadithi hiyo akhrajahu Ibn Majah, ameitoa Ibn Majah, wa rawahu Abu Daud, na vile vile amesimlia Abu Daud wa ghairuhu na wengineo, fi akhiri hadithiha almutaqaddam, katika hadithi ya mwisho ambayo imekuja karibuni hivi, fi ghasli nabii, katika jambo zima la kukoshwa mtume. Hadithi ya pili katika inayojulisha kujuzu mke kukoshwa na mumewe na mume kukoshwa na mkewe, anha aidan qalat, kutokana na yeye bibi Aisha vile vile amesema, rajaa ilayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam min janazatin bil Baqi', alirejea mtume wa Mungu kuja kwangu mimi nyumbani akitokea kwenye jeneza ambalo lilikuwa limekwenda kuzikwa maiti wake huko Baqi', pahala panapozikiwa masahaba. Aliporejea bwana mtume mazikoni, wa ana ajidu sudaan fi ra'si, nami nilikuwa ninapata maumivu kichwani kwangu, nilikuwa na muuma wa kichwa sana. Wa aqulu, na nikawa ninasema, wa ra'sahu, kichwa mie kinaniuma. Faqala, bwana mtume akanidakiza maneno akasema, bal ana wa ra'sahu, bali mimi hivi sasa ndiyo kichwa hasa kinaniuma. Na kwa hakika bwana mtume aliporejea mazikoni hapo, kuanzia muumo wa kichwa huo ilikuwa ndiyo moja kwa moja tena safari yake kuelekea akhira. Kaanza kuumwa na kichwa polepole, ikaja homa, na baadaye tena safari. Akamwambia, sio wewe unaumwa na kichwa Aisha, bal ana wa ra'sahu, bali mimi leo ndo kichwa kinaniuma hasa. Na mimi nakwambia Aisha, ikiwa unaumwa kweli au unafanya tabia za kike za kudekadeka na hivi na hivi, ma darruki, nini kitakudhuru wewe? Lau muti qabli, hakikudhuru kitu, kwa sababu wewe ukifa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakukosha mwenyewe. Kauli ya mtume hiyo inaonyesha waziwazi kwamba inajuzu mwanamume kumkosha mkewe na vile vile mke kumkosha mumewe. Mtume anaambia Bi Aisha, ma darruki, nini kwani takudhuru wewe? Lau muti qabli, laiti kama utakufa kabla yangu mimi, faghasaltuki, mimi nitakukosha mwenyewe. Wa kafantuki, na nitakukafini nikutie sanda. Thumma sallaitu alayki, kisha mimi mwenyewe ndo nitosimama imam kusali juu yako. Wadafantuki, na nitakuzika mwenyewe. Hadithi hii imeonyesha ishara ya waziwazi mtume asingetamka hayo ila jawazi, anaonesha kujuzu mume kumkosha mkewe na vile vile kwa upande wa pili mke kumkosha mumewe. Hadithi hii akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad kwenye sahifa kadha, wa Darimi wa Ibn Majah wa Ibn Hashim fi sira. Ibn Hashim ameitaja kwenye kitabu chake cha sira. Wa Darimi, na pia Imam Darimi wal Bayhaqi
وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه, na ndani yake kwa wote hawa waliopokea hadithi yuko bwana mmoja katika wasimuliaji wa hadithi hii anaitwa Muhammad ibn Ishaqa waqad unhina, kwa hakika amechunguzwa habari zake na kuonekana kwamba labda kidogo mtu dhaifu. Illa fi riwayat ibn Hashim, isipokuwa katika riwaya ya ibn Hashim faqad saraha bitahdithi, ameweka wazi maneno ya kufahamika, sababu mtu mwenyewe akisema anakuwa hafahamiki vizuri. Katika riwaya ya ibn Hashim faqad saraha bitahdithi, huyu ibn Ishaqa ameweka wazi kabisa maneno, fathabata alhadith, na ikathibiti hadithi. Walhamdulillah, na sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu. Ala anna alhafidh ibn Hajar, juu ya kwamba bwana Hafidh ibn Hajari qad dhakara fi talkhisi, ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake alichokiita Talkhis at-Tab'at al-Muniriya, kwenye chapa hiyo ya Muniriya, ya kwamba innahu tabahu alayhi Salih ibn Kaysan, ya kwamba yeye alimfuatia juu yake hadithi hii bwana Salih ibn Kaysan inda Ahmad, hadithi aliyoipata kwa Ahmad wa Nasa'i. Qultu, na Albani nasema mimi nikasema, huwa inda Ahmad, hadithi hii kwa mapokezi ya Ahmad ndivyo ilivyokuja, lakin laysa fihi tasrihu bil ghusli, lakini haikuja tamko la wazi wazi kuonesha kukosha. Faturaja'u riwayatu an-Nasa'i, na irejewe riwaya ya Imam an-Nasa'i, fala'allahu fiha, huenda tamko la kukosha limo humo. Fa inni lam ara al-hadith, kwani mimi sikuiona hadithi fi sunanihi as-sughra, katika suna zake Tirmidhi zilizokuwa kitabu kidogo. Fala'allahu fil kubra, lau labda kwa kitabu chake alichokiita as-sunani al-kubra, labda imo hadithi ambayo imekuja na tamko la waziwazi kukosha mume kosha mkewe. Thalitha ashara, jambo la 13 katika mambo yanayohusiana kosha maiti, an yatawalla ghaslihi man kana a'rifu bi sunnati al-ghusl, ashughulikie jambo la kukosha maiti yule ambaye anajua sunna za kukosha maiti, na sio yoyote anaojua sunna za kukosha maiti ndiyo anafaa kuwa moshaji. La siyama, hasa idha kana min ahlihi wa aqaribihi, itapokuwa mtu huyo ni katika jamaa yake sana yule maiti, na ni katika watu wake ambao wanamrithi, mwanawe, ndugu yake na hivi na hivi. Lakini sio ndugu tu, sio mtoto tu, sharti ya pili awe anafahamu sunna za kukosha maiti, anaanzaje, anafanya nini, namna hii. Lianna alladhina tawallaw ghaslihi, kwa sababu wale walioshughulikia kumkosha yeye Mtume sallama, kanu kama dhakarna, walikuwa kama tulivyotaja kwamba ni jamaa zake sana, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Fadl ibn Abbas, watu kama hao. Faqad qala Ali radhiyallahu anhu, na kwa hakika amesema Sayyidina Ali, ghasaltu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi nilimkosha Mtume alipokufa. Faja'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit, nikawa naangalia kitu gani kitakachoonekana kwa Mtume katika maiti yake. Ikiwa yeye alikuwa ni mzuri wa kila kitu hai, je, baada ya kufa kwake vile vile mzuri vile vile? Nikawa naangalia kama kuna dosari yoyote ya kibinadamu. Anasema Sayyidina Ali, falam ara shay'a, sikuona chochote ambao tofauti na alipokuwa hai. Wa kana tayyiban, Mtume alikuwa ni mzuri hayyan wa mayita, tokea yuko hai na maiti yake vile vile. Sallallahu alayhi wasallama, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia. Kwa hivyo wanaofaa kushughulikia jambo la kukosha maiti ni wale ambao wamesoma angalau japo wamesikiliza sunna za Mtume katika kukosha maiti ambazo tumezitaja nyuma. Mtume maneno yake aliyosema, igsiluhu bima'in wa sidrin kadha kadha, anzeni namna kadha 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 kadha, ndio sunna zenyewe zile. Akhrajahu Ibn Majah, hadithi hii ya Sayyidina Ali ameitoa Ibn Majah wal Hakim wal Baihaqi, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, kama qala fi Zawaidi, kama alivyosema kwenye kitabu chake alichokiita Zawaidi. Wa qala al Hakim,
na akasema Imam Hakim hadithi hii sahihun ala sharti shaykhaini, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioiweka Imam Bukhari na Muslim. Watawaqabahu adh-Dhahabi biqawli, na akaifuatisha nyuma yake Imam adh-Dhahabi hadithi hii kwa tamko lake, qultu, nikasema fihi inqita'un, hadithi ndani yake katika pokezi yake mna kukatika njiani watu waliosikizana, huyu kamsikia huyu, huyu kamsikia huyu, kuna pahala pamekatika hapa kuonekana nani kamsikia mwingine. Fihi inqita'un, ndani yake mna katika njiani. Qultu, anasema bwana Albani mtu katika kitabu hichi, na mimi nikasema wa hadha mimma la wajha lahu, haya ya katika njiani ni katika mambo ambayo hayana sura yoyote. Fa innal hadith min riwayati Ma'mari, kwa sababu hadithi hii ni katika riwaya ya Ma'mari an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Ali, wa hadha sanadun muttasilun ma'rufun. Atasemaje kwamba hadithi hii inqita'u mna katika njiani? Hii ni hadithi ambayo mategemezi yake yameunganishwa moja kwa moja, maarufun, tinajulikanayo. Riwayatu ba'dhum an ba'd, ni mapokezi ya baadhi yao masahaba wamepokea kwa baadhi ya wengine, moja moja ajulikana. Amma Ma'maru, ama huyu Ma'mari yeye ani Zuhuri, kapokea kwa Zuhri, Imam Zuhri. Wa Zuhri an Sa'id, Zuhri kapokea kwa Sa'id. Fa ashharu min an yudhkara, basi imekuwa ni mashuhuri sana huyu kutajwa. Wa amma riwayatu Sa'id an Ali, amma riwaya ya bwana Sa'id kutokana na Sayyidina Ali, fa mawsulatun aidan, vile vile riwaya hiyo imeunganishwa, kama ashara ila dhalika al-Hafidh fi at-Tahdhib, kama alivyoashiria hayo Imam Hafidh kwenye kitabu chake kingine alichokiita Tahdhib. Bal dhahaba ila annahu sami'a min Umar aidan, bali yeye amekwenda mpaka kufikia kusema hadithi hii amemsikia mpaka Saidina Umar vile vile. Angalia chini kuna maneno nambari moja katia, maana huko nyuma amesema huyu Imamu al-Hakim, yani al-Dhahabi, taakabahu Dhahabi biqawli qultu fihi inqita'un, kasema kwamba ndani yake mnako katika njiani hadithi hii. Sasa inakataliwa kabisa. Albani anasema itakuwaje? Hii ni riwaya ambayo imeunganishwa waziwazi, inajulikana. Sasa chini anaeleza hapa Albani, anasema wa fima dhakarahu fi Umari, na katika pale alipoyataja kwamba kapokea kwa Umar, nadharun, panataka patizamwe, pana mtizamo pale. Mtizamo huu kwa hakika ni wa munakasha mkubwa, la yattasi'u al-majalu al-ana li bayanihi, hakuna nafasi hivi sasa ya uwanja kubainisha ukindani ule. Wa amma sima'ihi au sima'uhu min Ali, amma huyu bwana kumsikia Sayyidina Ali, fa huwa sarihun, hicho kitu kiko sahihun, kiko wazi kabisa, ni sahihi. Wadhālika, na jambo hilo, anna wafatu Ali, kwamba kifo cha Sayyidina Ali kimetokea radhiyallahu anhu, kanat sanata 40, ni mwaka 40 hijria. Wa kana li Sa'd yawma idhin, na huyu bwana Sa'd wakati huo, min al-umri, umri wake yeye alikuwa 28 sanatan, ni miaka 28. Fa aina al-inqita', basi kuko wapi katika njiani? Hadithi haiko katika njiani, hii ni wazi wazi kabisa kwamba imekuwa mausuli, imeunganishwa mpaka Mtume. Wa fi mursal Sha'bi, tarejea juu kule, na katika hadithi nyingine ambayo ni mursal masnadi yake ya bwana Sha'bi, annahu ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba aliyemkosha Mtume ma'a Ali, pamoja na Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-Fadl, alikuwa bwana Fadl, yani Ibn Abbas wa Usama ibn Zaid, pamoja na bwana Ibn Abbas na bwana Usama ibn Zaid. Hawa ndio waliohusika sana na kumkosha Mtume. Kwa upande wa Usama ibn Zaid ni katika watu wa nyumbani kwa Mtume vile vile, ahli bait wa Mtume, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa Zaid ibn Haritha, na Zaid ibn Haritha alikuwa mtoto wake Mtume kupanga, kamlea mwenyewe.
Kwa hivyo Usama ni kwa mjukuu wake, ni hawa walioshughulika na kumkosha mtume. Akhrajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Imam Abu Daudi, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, mursal katika hadithi ambayo ni mursal. Walahu shahidun min hadithi ibn Abbas, nayo inao ushahidi mwingine kutokana na hadithi ibn Abbas ambayo akhrajahu Ahmad bisanadin dhaifin, kaitoa Ahmad kwa mategemezi kwa dhaifu. Jambo la 30 katika mambo yaliyohusiana na kukosha maiti, waliman tawalla ghaslihi ajrun adhimun, na yule ambaye kapata bahati ya kushughulikia kumkosha nduguye Muislamu anapata ujira mkubwa sana. Ndani yake jambo hilo ni ibada. Kumkosha maiti ni sehemu ya ibada yake Muislamu. Waliman tawalla ghaslihi, na kwa yule mwenye kushughulikia kumkosha maiti, ajrun adhimun, kuna malipo makubwa mno yatatajwa huko mbele malipo hayo, lakini yamefungwa malipo haya bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili zipatikane kwa mkoshaji ndipo apate hayo malipo makubwa. Malipo makubwa yapo kwa mkoshaji bishartaini ithnaini, kwa sharti mbili muhimu. Hapa sasa ndio watu watege masikio vizuri kusikiza hizo sharti mbili, ili mtu apate thawabu kwa kumkosha maiti. Sio kila mtu anakosha maiti anapata thawabu tu, wengine pengine hujiondokea na mijidhambi chungu nzima kwa kukosekana na sharti hii badala ya thawabu. Basi sharti ya kwanza, al-awwal, sharti ya kwanza, an yastura alayhi, lazima muoshaji astiri juu ya maiti yule. Wala yuhaddith, na wala asizungumze bima qad yara min almakruhi, kwa yale mambo ambayo pengine ameyaona ya kuchukiza kwa maiti yule. Hana haki muoshaji kutoka nje akaanza kusema kwamba jamani, fulani bwana alipomkosha mimi bwana kulikuwa naibu kadha kadha kadha. Hapana. Akianza kufanya hivyo amebatilisha amali yake muoshaji, hamna malipo, bali anaweza kupata dhambi kubwa. Sharti ya mwanzo, an yastura alayhi, muoshaji anatakiwa astiri juu ya aibu yoyote ambayo ataiona kwa maiti. Wala yuhaddith, na wala asizungumze bima qad yara min almakruhi, kwa mambo ambayo huenda ikawa yeye ameyaona katika mambo ya kuchukiza. Kuto kuzungumza huku na kwamba asitiri, likaulihi sallallahu alayhi wasallama, ni kwa dalili ya tamko lake bwana mtume aliposema, man ghasala musliman, yoyote mwenye kumkosha muislamu, fakatama alayhi, akaficha juu yake kwa aibu yoyote aliyoiona, ghafara lahu Allahu 40 maratan, Mwenyezi Mungu humsamehe muoshaji mara 40. Kakuta mambo ya aibu kule kastahamili, kapata pengine harufu iliyomkirihisha kwa muda mrefu na hivi na hivi, na kuna mengi kayaona, basi kama ataficha aloyaona, ghafara lahu Allahu 40 marra, muoshaji humsamehe Mwenyezi Mungu mara 40. Waman hafara lahu, na atakaye mchimbia kaburi maiti akajitolea kushiriki. Pengine kuna baadhi ya watu mila zao hawachukui malipo katika uchimbaji wa kaburi. Akifa mtu Kiamboni, basi huitana watu wakashirikiane pamoja kuchimba kaburi. Basi kila aloshiriki kuchimba kaburi kumzika mwenziwe, faajnahu, na akamfukia kwa vizuri kisheria, basi ujiria alaihi, hulipwa yeye kaajri maskanin askanahu iyahu, kama ujira wa makazi ya nyumba aliyomjengea mwenzake. Si kaburi, inakuwa ni nyumba kubwa kumjengea. Ujira anaopata kaajri maskanin, kama ujira ya makazi ya nyumba ya maisha, askanahu iyahu, ambayo yeye kamkalisha mwenzake, na ujira huo unaendelea moja kwa moja ila yaumil qiyama, mpaka wa kiyama. Kama kamjengea nyumba mwenzake ambayo inaendelea faida yake nyumba ile mpaka kwa kiyama.
wa man kafanahu, na mwenye kumkafini mwenziwe. Kumkafini yani kumvisha sanda. Kasahu Allahu, na yeye mwenye kukafini vile vile atamvisha Mwenyezi Mungu yaum al-qiyama, siku ya kiyama, min sundusin wa istabrakil janna, katika hariri nzito na nyepesi katika mavazi ya peponi. Hadithi hii akhrajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim, wal Baihaqi min hadithi Abi Rafi'in radiyallahu anhu, wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim kuhusu hadithi hii, sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoiweka Imam Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, Imam adh-Dhahabi kaiwafika vile vile, wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema wawili hao. Wa qad rawahu Tabarani, na vile vile hadithi hii amesimlia Imam Tabarani fil Kabiri, katika kitabu chake alichokiita al-Kabir, bilafdhin, kwa tamko lifuatalo 40 kabira, yani Mwenyezi Mungu anamsamehe yeye badili ya 40 maratan yakatumia 40 kabira, lakini kwa maana ile ile mara 40. وقال المنذري, na akasema al-Mundhiri, watabi'ahu al-Haythami, hadithi vile vile ameifuata al-Haythami, ruwatahu, kawafata wasimliaji wake, muhtajjan bihi, ambao ni watu kutiliwa hoja, fi sahihi, katika sahihi. وقال الحافظ ابن حجر, na akasema Hafidh ibn Hajar fi dirayati, kwenye kitabu chake alichokiita Diraya, amesema kwamba isnaduhu qawiyun, hadithi hii mategemezi yake ni yenye nguvu. Athani, sharti ya pili. Sharti ya kwanza ni kusitiri, hiyo imekwisha. Atapata thawabu mkoshaji kama ameficha, amesitiri aibu mwenziwe. Hiyo ni sharti ya kwanza ya kupata yeye malipo, mwoshaji huyo. Athani, sharti ya pili ili apate kulipwa thawabu mkoshaji, an yabtaghi bidhalika wajha Allah, kwa kukosha kwake kule maiti mwoshaji ataraji kwa jambo lake hilo kupata radha Mwenyezi Mungu, ataraji jingine. Akiweka kipato mbele, basi yale malipo yaliokusudiwa hayapo, yameondoka. Hiyo ni sharti ya pili ambayo waizingatie vizuri waoshaji. Mara nyingi waoshaji wamekuwa ni watu wa tamaa na kutaabisha watu wenye dhiki ya kukoshewa maiti zao, na kuweka sharti lazima ekewe mivao ya kanga kadhaa kadhaa na kipesa kiasi kadhaa kadhaa. Bwana, kuna malipo mwingine ya akhira, na yeye iko siku atakoshwa vile vile. Huyo anaweka masharti hayo, iko siku na yeye vile vile atahitaji kukoshwa, naye amesahau. Anawataabisha watu, siji huko mpaka mniletee mutukari, na nikifika huko mweke kabisa kitu kadhaa 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 kadhaa. Hawezi kupata thawabu mwoshaji isipokuwa awe kafungana na sharti mbili. Ya kwanza ayafiche to yaona kule. Sharti ya pili, an yabtaghi bidhalika wajha Allah, ataraji kupata kwa jambo lake hilo la kukosha radhi za Mwenyezi Mungu, la yuridu bihi jazaan wala shukuran. Iwe yeye hataki kwa kukosha maiti kwake kule, hataki malipo yoyote wala hataki shukurani yoyote, wala shay'an min umuri dunya, wala lolote katika mambo ya dunia. Ikiwa anakwenda kukosha kwa nia hiyo, basi naam, anaondoka amekokoa malipo yaliyokuwa hayakadiriki, makubwa mno. Kama tulivyoona nyuma, yule mwenye kuficha aibu ya kule, na halafu ikaendelea hadithi, atakayechimba kaburi, basi inakuwa malipo yake akamzika mwenzake na kumtia sanda, malipo yake inakuwa kama kamjengea nyumba, na malipo yanaendelea kama sadaka tujari akafanya ila yaumil qiyam, malipo ambayo hana mfano. Kwa hivyo, wala shay'an min umuri dunya, wala asitaraji muoshaji chochote katika mambo ya kidunia, lima taqarrara fi shar'i, kwa sababu ya mambo yaliyothibiti ndani ya sheria, anna Allah tabaraka wa taala, ya kwamba sheria ya Kiislamu imethibiti kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu la yakbalu min al-ibadati, hakubali katika ibada mbalimbali zenye kufanywa na waja wake,
illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim, isipokuwa ibada iliyofanywa ikiwa ni khalis kwa ajili ya kutakiwa lima taqarrara fi shar'i, na hayo ya kutokutaka muoshaji malipo yoyote wala chochote katika mambo ya kidunia ili yapate malipo ni kutokana na yale yaliyothibiti fi shar'i, ndani ya sheria, anna Allah tabaraka wa taala, ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu la yakbalu min alibadati, hakubali kabisa katika matendo ya ibada illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim, isipokuwa ile ibada ambayo imefanywa na mfanyaji wake kwa ajili ya kutakiwa radhi za Mwenyezi Mungu tu basi. Akiweka makusudio mengine kwenye moyo wake, yale malipo inakuwa tena basi hamna kitu, atapata hilo ambalo kalikusudia. Wal adillatu ala dhalika min alkitabi was sunnati kathiran jiddan, na dalili ya hayo kwamba Mwenyezi Mungu hakubali ibada yoyote isipokuwa kama imetendwa kwa ajili ya kutakiwa radhi zake Mwenyezi Mungu, dalili kuhusiana na hayo ni nyingi sana, kuanzia kwenye Qur'ani na kwenye sunna za Mtume. Ajitazi uhuna, mimi nitajuzukiwa hapa, anasema mwenye kitabu Albani, bidhikri sitati minha, kwa kutaja dalili 6 miongoni mwa hizo nyingi. Itatosha nikitaja 6 basi itatosha, lakini ziko zaidi ya 6 dalili zenye kuonyesha Mwenyezi Mungu hakubali kabisa ibada yoyote iliyofanywa bila ya kukusudiwa radhi za Mwenyezi Mungu ndani yake. Ya kwanza hoja au dalili, qauluhu tabaraka wa taala, ni tamko lake Mwenyezi Mungu aliyotukuka, qul, sema Muhammad kuambia watu, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni mtu kiumbe binadamu kama nyinyi, yuha ilayya, nilichozidi mimi kwenu ni kwamba pamefunuliwa mambo ya siri kwangu mimi, nikwambieni annama ilahukum ilahun wahidu, ya kwamba Mungu wenu kumwabudia ni Mungu mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbi, basi kwa yoyote anotaraji mkutano na Mola wake akiwa katika hali ya amani na aende akakute malipo, akitaraji hayo mtu, falyamal amalan saliha, basi na atende amali njema, na wakati anatenda amali hiyo, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kwa ibada ya Mola wake na chochote katika moyo wake asikitie. Akiweka lengo la mapato, basi kamshirikisha Mungu na mapato yale. Imekuwa naabudu Mungu na huku kuna nia ya mapato, imekuwa pale kuna mabwana wawili naabudia. Akiweka ria, ndani yake mna maonyesho, watu wanione, pale imekuwa ana mabwana wawili, bwana mmoja ni yule Mungu namwabudia, na bwana wa pili kuna mwingine ria naye vile vile, watu waone. Ndiyo maana aya hii ikawa wala yushrik biibadati rabbih ahada, kwani katika ibada makusudio yoyote mtu atakayotia pale itakuwa ni ushirikina, anashirikisha. Mtume anasema laqad akhfa bikum shirka min dababati an-naml au min dabibi an-naml, kwa hakika imefichikana shirki kwenu nyinyi Waislamu kuliko hata mwendo wa mdudu chungu as-saudau anaopita kizani, yeye mwenyewe mweusi, fi dhulmati al-layl, na anapita kwenye giza cha usiku, haonekani, iko ndani kwa ndani shirki. Aya hii maarufu inapatikana katika suratul Kahfi kwenye aya nambari 110, yani aya ya mwisho ya sura hiyo. Yani maksudio ya aya hii, la yaksidu biha ghaira wajhi llahi ta'ala, iwe mfanyaji wa jambo lake la ibada hakusudii kwa ibada hiyo isipokuwa radhi za Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapo ndipo atapopata malipo mtu, na muoshaji maiti ndio hivyo.
asitake jambo jingine la kidunia. Hadithi ya pili au dalili ya pili, qauluhu aidan, ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile. Kwanza anaelezea upande wa Qur'ani peke yake, halafu ataingia kwenye sunna, kasema atataja dalili 6. Ya pili ni tamko lake Mwenyezi Mungu vile vile aliposema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa vingine waumini isipokuwa amri ya Mungu imekuja moja tu, wamwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia yeye ibada, wasiweke katika madhumuni ya ibada hiyo lolote jingine kwenye nyoyo zao, iwe kuna Mwenyezi Mungu tu mbele, wanakusudia Mwenyezi Mungu radhi zake tu. Wakiweka jambo jingine basi imeharibika ibada. Aya hii mashuhuri sana, inapatikana katika suratul Bayyina, sura al-Bayyina, yani lam yakun alladhina kafaru, kwenye aya nambari 5. Dalili ya tatu qauluhu sallallahu alayhi, sasa naingia kwenye sunna. Kataja aya 2 za Qur'ani, dalili ya tatu kwenye sunna anakwenda ni kauli yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyati, hakika amali zote ili mtu alipwe thawabu ni kutokana na zile nia ambazo zimekusudiwa kwa amali ile. Amali zimefungwa pato lake la thawabu kwa nia, makusudio. Na tukisema makusudio hapa ni mambo ambayo tunazungumza muda mrefu kwenye fiqh sunna na vitabu vingine mbalimbali, ya kwamba nia pahala pake ni moyoni, ulimi hauna nafasi. Nia ni makusudio, na makusudio si kitu ambacho mwingine anaweza akakujua umekusudia nini, ni siri baina ya Mungu na mja wake. Ndo nia hiyo, makusudio hayo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu haangalii kwenye sura zenu, nguo zenu, wala nini mnakisema mdomoni. Kwani mtu anaweza akatamka mengi lakini sivyo alivyo kwenye nyoyo, katika moyo wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaangalia zaidi kwenye nyoyo zenu, huko ndani kwenye siri. Mwingine hawezi kukuona kuna mawazo gani kwenye moyo wako, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo innamal a'malu, hakika amali zote za ibada, binniyati, ni kutokana na makusudio, ndipo mtu alipwe. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kwa kila mtu atalipwa thawabu ya amali yake kutokana na kile ambacho amenuia katika moyo wake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kwa yoyote ambaye mathalan anatekeleza ibada ya kuhajir kutoka Maka na kwenda Madina, ikiwa kule kugura kwake, kuhama kwake, kuondoka kwake pale, anaondoka kwa ajili ya kufuata wito wa Mwenyezi Mungu na Mtume, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi atalipa thawabu kwamba kuhama kwake ni kwamba kafuata agizo la Mungu na Mtume. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ikiwa kuondoka kwake pale lengo lililoko moyoni ni kwa ajili ya dunia ambayo ataipata kule Madina, biashara zake anaona hazitokwenda tena mpaka naye vile vile wafate wale watu akauzie kule mali yake, hilo ndo lengo lililoko moyoni mwake, si lengo kwamba amefuata agizo la Mwenyezi Mtume. Lidunya yusibuha, ni kwa dunia ambayo ataipata yeye. Au imraatin, au mwanamke anamfuatia, yankihuha, ambaye ataweza kumuoa kama ataondoka pale naye vile vile, labda ende kule ndiko atakumuoa. Basi wakati huo sasa, ikiwa malengo ni hayo, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, kuhama kwake hapo kutachukuliwa ni kwa hilo aliloliendea. Ama upande wa malipo kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu. Hii ni dalili ya tatu ya kwamba muoshaji asitake kwa kukosha kwake kule maiti isipokuwa radhi ya Mwenyezi Mungu. Akitia chochote kingine pale, ajue kwamba ile ibada imepotea bure, kapata hicho alichopata hicho. Hizo kanga hizo ndo ujira wake, hizo pesa hizo ndo ujira wake. Asitake, asiweke madhumuni, asiweke umbele. Wakimshikilia wale watu
lazima asante yetu tukupe, tumekutaabisha, tumekuondosha mbali na hivi na hivi. Hayo mambo masala mengine hakutaka yeye kabisa, kakataa katakata, kazidiwa mwisho. Lakini asiweke mbele kwamba yeye anakosha, lakini 10,000 mnazo. Kama mnazo 10,000 basi pesa mwanzo nitakosha maituni sasa hivi, ama kwa hapo sasa malipo hamna tena. Hadithi hii ni mashuhuri ambayo tulikuwa tumepita katika hadithi hii tulipokuwa kwenye mlango wa mwanzo wa Riyadhus Salihina, kwenye babu al-ikhlasi wa hidari an-niyya. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari fi awwal sahihihi, katika mwanzo wa sahihi yake, wa Muslim, na pia Muslim ameitoa hadithi hii vile vile, wa ghayruhuma, na wengine maimamu wasiokuwa wawili hawa. Hadithi inatokana an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kutokana Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kama tulivyoiona katika Riyadhus Salihin. Dalili ya 4 ya kwamba hawezi kupata malipo muoshaji au mtendaji wa amal ila akusudie kwa Mwenyezi Mungu amali yake, qauluhu aidan, ni tamko lake bwana mtume vile vile tena aliposema bashir hadhihi al-umma au bushira. Bushira itakuwa nzuri zaidi kuliko bashir. Bushira hadhihi al-umma, umebashiriwa umma huu. Lakini hata kama utachukulia bashir, labda mtume anawaambia sahaba bashir, wabashirie, lakini bora bushira, umebashiriwa hadhihi al-ummatu, umma huu, bisanai, kwa utukufu. Lazima utukuke, labda wenyewe waislamu wajiweke chini kwa kukhalifu amri za Mwenyezi Mungu, lakini huu umma huu wa Muhammad umebashiriwa kwamba utakuwa juu siku zote. Watamkin, na kupata tamkin, makazi mazuri duniani. Fil biladi, watapata tamkini katika miji. Wanasri, na watapata ushindi katika challenge yoyote itakayotokezea ya kiilmu, ya vita, lolote likija. Madhali wao wana kitabu cha Mungu na sunna ya mtume, wakikamata vitu viwili hivyo, an-nasru, ushindi uko juu yao. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di. Mtume anasema nimekuachieni vitu viwili, mkishikamana navyo hamtapotea baada ya kuondoka mimi. Bushira hadhihi al-umma bis-sana, umebashiriwa umma huu kwa utukufu. Watamkini fil biladi, na kupata makazi mazuri kwenye miji. Wan-nasr, na ushindi. Warif'ata fi dini, na vile vile hadhi katika dini, cheo, daraja kubwa. Lakini basi waman amila minhum bi'amali, yoyote katika umma huu akifanya amali yake ya ibada, ambayo amali hiyo amali al-akhirah, ni amali ambayo ya pato lake liko akhirah. Ikiwa yeye ataifanya lidunia, kwa ajili ya pato la kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hatakuwa yeye katika akhira na fungu lolote. Muflis, anaondoka na kiu kubwa, akikuwa na tamaa kwamba kule atapata malipo, kumbe muflis, kaharibu, kwa sababu ameweka malengo ya kidunia mbele. Amma umma huu, bushira hadhihi al-umma bis-sana'i wat-tamkini fil biladi wan-nasr war-rif'ati fid din. Lakini Allah, ikiwa hayo yote yatafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, naam, ahadi hiyo ipo. Lakini waman amila minhum bi'amali al-akhirah, atakayetenda miongoni mwa umma huu amal ambayo ni akhira, malipo yake yeye akaifanya lidunia, kwa ajili ya kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasibun, hana yeye huko akhira fungu lolote la malipo. Hadithi hii akhrajahu Ahmad wa ibnuhu, ameitoa Ahmad na mwanawe, fi Zawaid al-Masnadi, kwenye kitabu kilichoitwa Zawaid al-Masnadi, wa Ibn Hibban fi sahihihi, na Ibn Hibban ameitoa hadithi hii katika sahihi yake, al-Mawaridi wal Hakim vile vile. Wakala, na akasema Hakim, hadithi hii sahihu al-isnadi, ni yenye mategemezi sahihi. Wa wafaqahu Dhahabi, na akaiwafiki Imam Dhahabi
wa aqarrahu al-Mundhiri, na kaikubali vile vile Imam Mundhiri. Qultu, Albani amesema na mimi ninasema vile vile, wa isnaduhu Abdullah sahihun ala shart al-Bukhari, wa isnadu Abdullah, na mategemezi ya Abdullah ni sahihi juu ya sharti ambayo ameiweka Imam Bukhari. طيب الخامس, dalili ya tano inayojulisha wazi ya kwamba amali yoyote itakayofanywa min ghairi ya makusudio ya kutakiwa radha Mwenyezi Mungu, ikiwa malengo ni mengine, kwamba hakuna malipo. Na kwa kuwa tunaishi na darasa ya muoshaji maiti, sharti ya kupata malipo kwa maiti, kwa muoshaji maiti ni mbili. Ya kwanza ni kuficha yale tutakayoyaona, na la pili ni kwamba afanye liwajhi Allah, kwa radha Mwenyezi Mungu. Suala limekuja, lakini hii kalamu iliyoandikiwa wino wake umekuwa ni mwepesi sana. Ninakadiria labda itakuwa ndio hivyo alivyouliza. Anasema, je, mume akimkosha mke, wasaidizi wa kukosha watakuwa ni wepi? Labda nakadiria swala liko hivyo, labda ni kwamba wasaidizi wake watakuwa ni katika ahli bait ambao ni maharimu, si watu ambao wanaweza kumuoa mke yule na mwanamke maiti yule pale alipokuwa hai. Kwa mfano, mtu anamkosha mkewe, anaweza akasaidiwa na wanawe wanawake, na ikiwa hapana budi bali hata wanawe wanaume ambao kwa kuwa ni mama yao yule, la dhair, hakuna dhara. Lakini asiweko mtu mwingine pale, ikiwa si jinsi yake ambayo ilikuwa mtu ambaye anaweza kumuoa labda au ajnabi. Ikiwa ni wasaidizi, basi watu katika ahli baiti tutakosuhudani. Ama wakipatikana wanawake kwa wanawake au la, wanaume kwa wanaume au la, ikitokezea dharura, basi naam, ni katika watu waliohusiana zaidi kidamu pale, wanaorithiana, ndio atakosaidiana. Na ikiwa suala limekuja vingine, labda muulizaji asichoke aulize tena tu, lakini nakadiria kwamba labda itakuwa ni hivyo, kwa sababu kalamu iliyoandikiwa wino wake ni mwembamba sana, haionekani vizuri. Al-khamis, dalili ya tano, an Abi Umama radhiyallahu anhu qal, kutokana na Abi Umama Mwenyezi Mungu amradhi amesema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja mtu kwa mtume akasema, araaita rajulan, unamuonaje kama kuna mtu ghaza, amekwenda kwenye safari ya jihadi, lakini lengo lake yaltamisul ajra wa dhikri, kule anataka mali akapate ngawira, na alafu kutajika, atajike fulani shujaa, fulani kenda, fulani hivi, moyoni mwake na mambo hayo. Malahu, ana nini yeye katika thawabu anachopata akhira? Faqala, mtume akajibu, la shay'a lahu, hana kitu huyu kwa akhira. Moyoni mwake kama ataweka maksudio hayo, la shay'a lahu, hana kitu yeye. Fa'adaha 3 marati, yule bwana muulizaji akarejea tena suala lile lile mara 3. Yakulu lahu rasulu sallallahu alayhi wasallam, la shay'a lahu, na mtume anamrejeshea kauli ile ile, hana kitu huyu. Unasema kwamba mtu kenda vitani, lakini nia yake ni kwamba yaltamisul ajra, anataka apate malipo wa dhikri na kujulikana, hana kitu huyo, labda aweke liwajhi Allahil karim. Thumma qala, kisha mtume baada ya mara ya 3 kujibu hivyo akasema, inna Allaha la yaqbalu min al-amali, hakika Mwenyezi Mungu hakubali katika amal, illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa amali hiyo ikiwa kwa ajili yake Mwenyezi Mungu peke yake, wa bitukhiya wajhuhu, na ikatakiwa radhi zake Mwenyezi Mungu, hapo Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini mtu akiweka malengo mengine, basi amali yake anaangusha, itakuwa ina malipo.
akhrajahu an-Nasa'i, hadithi ameitoa an-Nasa'i, wa isnaduhu jayyidun, na mategemezi yake ni mazuri, kama qala al-Mundhiri, kama alivyosema Imam Mundhiri. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, jambo la sita vile vile katika dalili kwamba akiweka malengo mengine mtu hapati thawabu, ni tamko lake Mtume aliposema qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, kasema ana aghna shuraka'i 'ani shirki, mimi yani Mwenyezi Mungu, aghna shuraka'i ni mkwasi wa washirikina, ani shirki, kutokana na ushirikina wenyewe. Ni mkwasi, sihitaji kushirikishwa, sihitaji msaada. Kwa hivyo mtu anaposhirikisha ibada yake na mie, basi mimi ni mkwasi, sihitaji kitu. Aniabudia na mwingine kwa nini? Na mie sihitaji kitu. Faman amila, basi kwa yoyote ambaye kafanya li amalan, kwa ajili yangu mimi amali, lakini ashraka fihi ghairi, amemshirikisha katika amali hiyo mwingine sio kwa mimi, ikiwa jini, ikiwa binadamu, ikiwa jiwe, ikiwa karatasi, ikiwa kitu kinachonginia mlangoni, nazi, chochote kile, ametenda amali yake ile, anashirikisha kwa amali hiyo na mwingine sio kwa mimi, au chengine kisichokuwa mimi, fa ana bari'un, fa ana minhu bari'un, basi mimi kwa mtu huyo niko mbali na yeye, na amali hiyo niko mbali nayo. Wa huwa lilladhi ashraka, yeye ni kwa huyo aliyeshirikisha, huyo ndo atakayemlipa, huyo atambana mashati huyo siku ya kiyama. Sheti amkamate kwamba yeye alifanya ibada kwa kumshirikisha na huyo, basi huyo ndo amkamate amlipe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataikataa, haina malipo ibada ile. Hadithi hii al-Qudsi al-Jalil rawahu Ibn Majah fi az-Zuhdi, amesimulia Ibn Majah kwenye kitabu chake az-Zuhdi, min hadithi Abi Huraira, katika hadithi ya Abi Huraira, wa isnaduhu sahihun ala shart Muslim, na mategemezi yake ni sahihi juu ya sharti iliyoweka Muslim. Kama kwenye kitabu chako hamna ala, itie ala. Waqad akhrajahu fi sahihihi, na kwa hakika ameitoa hadithi hii vile vile katika sahihi yake kwenye sahifa kadha, nahwahu, mfano kama huo umekuja. Na kwenye kitabu chako kama hamna nuni kwenye nahwahu, ni makosa ya chapa, itie nuni, isomeke nahwahu, sio hawahu. Jambo la 31 linahusu ukoshaji wa maiti. Wa yustahabbu liman ghasalahu, na inapendezeshwa kisheria, si lazima kwa hakika, ni kitu kimependezeshwa, sunna kufanya hivyo. Liman ghasalahu, kwa yule mtu ambaye amemkosha maiti, na yeye vile vile baada ya kukosha, an yaghtasila, akoge, ni jambo mustahabu. Kama mnakumbuka, tumepita katika habari kama hii kwenye fiqh sunna, tulishadurusi habari hiyo. Anataka mazid ajaribu kupata zile kanda ambazo zimezungumzia habari hii. Yani katika mlango wa kukoga ule kuna majosho ambayo mustahabu, kuna majosho ambayo ni wajibu. Basi katika majosho ya kupendezesha ni mtu kukoga baada ya kosha maiti, ni jambo mustahabu, si lazim kwamba mtu anapata dhambi kakosha maiti kukoga, la, dalili ziko wazi zinakuja. Wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, na inapendezeshwa kisheria yule mtu ambaye kamkosha maiti akoge naye vile vile. Labda iko hikma ya ndani kwa ndani, pengine amekamata mwili baridi, asije akawa na yeye mwili wake mwepesi vile vile, akawa attacked, ile damu kidogo ikamweffect kwamba mwili wa maiti kidogo baridi kidogo, akapata tabu na yeye. Kuna watu mwili yao mepesi sana, akiuchezea mwili wa maiti baridi yule, mara na yeye vile vile anakuwa affected. Yale maji yatamfanya awe warm, achangamke tena mara ya pili vile vile, apate warming, yatamfanya kidogo awe smart tena mara pili vile vile. Na hayo ya kupendezeshwa kukoga aliyekosha maiti, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ni kutokana na tamko lake bwana mtume pale aliposema man ghasala mayitan falyaghtasil, mwenye kumkosha maiti basi naye na akoge. Wa man hamalahu,
na atakayemchukua maiti falyatawadda, na atawadhi. Kwa hakika hapa imetumika amri, na kiusuli alfiqhi al-amru yaktadhi al-wujub. Kila amri ina hukumu wajibu kutekelezwa, ila inapokuja na dalili nyingine inovusha kwamba si wajibu, basi inakuwa si katika jambo wajibu, bali linabaki katika mandubu mustahabun. Na zimekuja dalili kwa jambo hili zenye kuvusha kwamba si lazim, ingawa hapa ni amri ya Mtume, falyaghtasil falyatawadda, al-amru yaktadhi al-wujub, lakini zinakuja dalili kuvusha kwamba si wajibu, bali ni mustahabun. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu wa Ibn Hibban fi sahihihi kwenye kitabu Mawarid, wa Tayalisi wa Ahmad min turuqin an Abi Huraira, wamepokea katika njia nyingi za Abi Huraira, wa baadhi turuqihi hasan, na baadhi ya njia zake ni nzuri kabisa, wa baadhuhu sahihun, na baadhi ya njia hizo hadithi ni sahihi ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa qad saqa lahu Ibn al-Qayyim, na kwa hakika ameichunga hadithi hii Ibn al-Qayyim fi tahdhibi sunani, ameitia kwenye kitabu chake alichokiita tahdhibi sunani 11 tariqan, kachunga njia 11 anhu kutoka Nabii Huraira. Thumma qala, kisha akasema ya kwamba wa hadhihi turuqu, njia zote hizi tadullu ala anna alhadithi mahfudhun, zinajulisha kwamba hadithi hii kwa kuwa njia zake ni nyingi basi inahifadhiwa vizuri sana. Qultu, Al-Albani anasema, na mimi nimesema, waqad sahahahu Ibn al-Qattani, hadithi hii pia ameisahihisha Ibn al-Qattani, wakadha Ibn Hazm fi al-Mahalli, kwenye kitabu chake alichokiita al-Mahalli, والحافظ حافظ vile vile fi talkhis, kwenye kitabu cha talkhis al-Munira. Waqala, na kasema, aswa ahwalihi, ubaya wa hali zake hadithi hii an yakuna hasanan, basi angalau iitwe ni nzuri. Kama itakuwa ina dosari, basi aswa ahwalihi an yakuna hasanan, kama ni ubaya wa hali zake basi angalau iambiwe ni nzuri, lakini dhaifu haiwezi kuwa. Wa dhahirul amr, na dhahiri ya amri ya Mtume pale aliposema falyaghtasil falyatawadda, ni amri ile. Wa dhahiril amr, dhahiri ya amri inavyoonekana, yufidu alwujub, ndio kiusul fikri inapokuwa hiyo, inafidisha wajibu wa jambo. Al-amru yaktadhi alwujub, hivyo ndivyo wana usuli wamekubaliana. Kwa hivyo huyu Albani vile vile ni mwana usuli vile vile, maana hawezi mtu kuandika hadithi za Mtume, hawezi kuandika mtu kitabu cha sheria akakiita kwamba ni katika mambo ya sunna, isipokuwa amebobea katika usulul fikri sana, ndio naweza kutoka kitabu kama hichi. Kwa hivyo anasema dhahiri ya amri yufidu alwujub, inafidisha wajibu wa jambo. Wa innama, na kwa hakika, lam nakul bihi, sisi hatukusema kwamba ni wajibu. Kwa nini? Lihadithaini, kwa sababu ziko hadithi mbili nzito zinavusha wajibu, inabaki mustahabun. Ifahamika hapo hiyo? Anasema amri ilivyo waziwazi, mtu aliyekosha maiti falyaktasil, akakoge, amri hiyo. Na amri kwa vyovyote itakapokuwa ni wajibu, fanya, katamka Mtume. Wa man hamalahu falyatawadda, mwenye kumchukua maiti akatawadhi, hiyo ni amri hiyo. Anasema dhahiri ya hadithi yufidu alwujub, amri inafidisha wajibu. Lakini wa innama lam naqul, sisi hatukusema kuwa ni wajibu. Kwa nini si wajibu? Lihadithaini, kwa sababu ya hadithi mbili zifuatazo zimeondosha kuwa ni wajibu. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni tamko lake bwana Mtume aliposema laisa alaikum fi ghasli mayitikum, si lazima juu yenu Waislamu katika jambo la kukosha maiti zenu. Ghuslun, si lazima kukoga nyinyi. Idha ghasaltumuhu, wakati mmemkosha maiti, si lazima kukoga nyinyi baada ya kukosha maiti. Fa inna mayitakum, kwani hao maiti wenu, laisa binajasin, si najisi. Hivyo ile amri imekuja, pengine kuna siri nyingine, kuna hikma nyingine, mustahabu. Maiti zenu wa Kiislamu si najisi, si kama umekamata najisi hata ukaamba ukakoge. Kwa hivyo Mtume akasema wazi wazi, laisa alaikum ghuslun, si lazima juu yenu kukoga. Hapana, laisa alaikum fi ghasli mayitikum, hiyo ndio sahihi.
si lazima juu yenu katika kukosha maiti wenu ghuslun, si lazima kukoga, idha ghasaltumuhu, pale mlipomkosha maiti. Fa inna mayitakum, kwani maiti wenu, laisa binajasin, si najisi yeye mwili wake. Almu'minu la yanjusu hayyan wala mayitan. Katika riwaya nyingine Mtume anasema mu'min hawi najisi tokea alipokuwa hai mpaka maiti yake vile vile, si najis, tahir. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, inakutosheni hata kama mtakosha mikono yenu. Basi fahasbukum, inakutosheni an taghsilu aydiyakum, hata kama mtakosha mikono yenu. Na chini hapa kati ya maneno kidogo mafupi anasema waqad bayantu dhalika, na kwa hakika nimebainisha mambo haya, bayanan shafian, kwa ubainifu wenye kutibu maradhi ya mwenye haja ya kujua haya. Fi kitabi, nimeyabainisha haya kwenye kitabu changu chengine nilichokiita Athamarul Mustatabu, tunda ambalo ni tabibu tunda hilo. Jina la kitabu hicho mwenye kaita